Nilikuwa naongelea principle tatu zinazosababisha kuweza kuigundua pressure. Nikasema tazama distance, tazama continuation na tazama follow through. Nikaa najaribu kuionyesha follow through ni kitu gani sasa. Follow through nikaa nimekucholea kendo, nikasema kwamba kendo ya kwanza ni hii, tuifanye ni bullish, haijalishi nimechora kuanzia juu kwenda chini. Kendo ya pili labda hii hapa. Kendo ya tatu ni hii hapa. Najua Pasco atataka kujua bode iko wapi sasa, kama ni kendo hizo naziita. Tufanye hivi hapa, maanake bila kufanya hivi, tuseme kendo ya kwanza ndio hiyo na kendo ya pili bode yake ndio hii. Hii hapa ita shadow. Kendo ya tatu nayo ni hii. Nikiwa mkubwa nitajifunza kuchora vizuri. Sorry. Kendo ya tatu ndio hii, lakini lengo langu hapa ni kuoneshe hii concept ya follow through ilivyokaa. Tukienda sasa katika mfano niliotoa mwanzoni wa kwamba kila kendo ni trendi, cha kwanza hicho, I mean, sio kila kendo, kila kendo ambayo ni bullish ama ni bearish kendo ni trendi, either ni up trend ama ni down trend. Tuchukulie sasa kama nilivyotoa mfano wa kendo ya diwani, kwamba tuchukulie tu hii ni bullish kendo ya diwani. Maana yake kuna trendi ambayo imeanzia huu sawa, price ikapanda mpaka huu sawa. Maana yake kendo iliyofuata hii imeclose hapa, kendo inayofuata open hii hapa, lakini tunaona kuna shadow nyuma huku. Hii shadow sasa tunaunganisha sasa trendi yetu na hii kendo inayofuata sasa. Maana yake hii ndio open, usawa huu hapa ndio open wa kendo hii. Maana yake baada ya open trendi yetu ikawa ni down, kama ilivyoonyeshwa na hiyo shadow, ikawa ni down, kisha baada ya down ikaanza tena kupanda trendi yetu, kendo yetu ikaja ikaishia hapa. Maana yake trendi yetu ikaishia hapo. Kendo inayofuata ni hii hapa, huu sawa, lakini ilianza tena kwenda chini. Maana yake tukapata ka down trend ama ka retracement kwenda chini, ki pullback, kisha ndipo trendi yetu ikaendelea ikaja ikaishia hapo, ikaishia hapa. Maana yake tuna up trend, hii imejidhihirisha kupitia hizi kendo tatu. Mpaka hapo Pasco ukute hata hajaingia darasani. Pasco upo? Ipo live. Umenipata hii concept mpaka hapo? Huu ufafanuzi umeupata mpaka hapo?
Yaani ulivyoniuliza pasikopo ndio nilikuwa nimeingia hapo hapo. Bwana usinitie majaribuni. Sawa. Mwalimu umesema tuchelewe kidogo. Haina shida, endelea kuchelewa. Kwa Alafu hiyo mwalimu, samahani kidogo, mm, nilikuwa naomba ukiwa unaingia mm. unatuma hata ka message kwamba tayari tuko live. Kwa haya haya malipo Hamna. au, au, au kuna nyongezo utaifanya? Mbona kwa hiyo demand tu kutoka eh? Ongeza malipo basi, atakuwa anafanya madam Hope. Teacher sasa hivi anaingia, kimbieni darasani. Hapana, siwezi kufanya hivyo kwa sababu kila linki inakuwa ina muda. Nategemea watu wawe serious katika hilo, na nitaacha kupoteza muda wa kusubiriana pia, kwa sababu soko pia niliwaambia kwamba tuna trade kwa time. Kama hujajitrain kwenye time, maana yake kwenye nidhamu yako tayari umeshaanza kufeli. Kwa hiyo kwenye vitu ambavyo ni serious sitawapaka rangi. Kwa hiyo kwenye hilo tutaenda vizuri. Amfikirii kwamba kwa nini mimi waga sipotezi muda kwenye kipindi. Nikipoteza muda huwa siingii tu kimya kimya, huwa naanza kwa kuomba radhi. Jamani, nimepoteza dakika moja nzima, mnisamee, nilikuwa labda na moja mbili tatu. Ni kitu ambacho nimejitrain kuheshimu muda. Kila kitu, hata Mwenyezi Mungu katuumba ndani ya muda fulani, anaheshimu muda. Ndio maana muda wako ukifika, basi yani hamna tena majadiliano, muda wako unakuwa umefika. Lakini pia package yako inakuwa iko ndani ya muda fulani, hiyo ni package ya maendeleo au package ya nini. Ndio maana kuna gestation period, kwamba mtoto sio huyu kazaliwa na miezi minane, mwingine miezi tisa, mwingine nini. Unajua kabisa katengeneza vitu ndani ya muda. Kwa hiyo sisi kama tutashindwa kufata muda, huwezi ukasema unamfata yeye, huwezi ukampenda yeye kama principle zake uzifate. Watu wengi wanafikiri neno la Mungu ni kile kilichoandikwa kwenye kile kitabu cheusi, mara nyingi kinaitwa Biblia. Neno la Mungu ni kupitia kazi zake. Yeye ndio Mungu anaongea na wewe, chana na maneno ya kina Musa. Okay, tunaenda. Nilikuwa naongelea kwamba hizi kendo tatu ni trendi. Sasa namna kendo moja imekuja baada ya nyingine inaweza ikakufichulia pressure. Kivipi? Follow through inatokea pale ambapo kendo hii imekuja, tunatazama ina muunganiko gani na kendo iliyopita. Kendo ni just price ndani, iko trapped ndani ya muda fulani. Kwa hiyo kendo mpya inakuja, maana yake price katika given time, katika huu muda ambao tuko nao tunaumonta sasa, ilianza kufanyaje? Ilianza kurudi kwanza chini. Why irudi chini? Niongee kitu kimoja cha kitaalamu, lakini tutakuja tukiishi nacho huko mbele, kwamba concept ya hakuna baya bila sela ama hakuna sela bila baya ni concept ya kibiashara ambayo kimsingi ipo kila wakati. Mwenye uwezo wa kusababisha demand halisi sokoni ama supply halisi sokoni anahitaji mtu wa kufanya naye biashara. Anakuja hapa, tuseme ni dila anataka kubai, mzigo wake ni mkubwa,
Kwa hiyo atahitaji sellers waweze kufulfill ile oda yake. Kwa hiyo kama hakuna sela hilo eneo, atabai kutoka wapi? Ama sela ana mzigo wake, anataka kuseli gold. Kama hakuna buyers hilo eneo wenye uwezo wa kuabsorb oda yake, hawezi kuingia sokoni. Kwa hiyo kuna maeneo maalum kila wakati ambayo atapaswa azingatie ili kuweza kupata watu wa kufanya pairing na yeye. Hivi sinaweza nikapata maandishi kabisa. Yes. Pairing. Kila oda inahitaji kuwa paired, kwamba oda ya seli lazima ikutane na oda ya buy ndio biashara iweze kufanyika. Hapo ndipo tunaongelea liquidity. Kuna bidhaa tunasema ni illiquidity, hazina liquidity kwa sababu leo hii tuseme labda biashara ya nyumba, bidhaa ya nyumba, unataka kuuza nyumba yako leo hii, huwezi tu katoka nje ukatangaza bwana, nauza hii nyumba, ukapata mteja pale. Inawezekana, lakini sio rahisi kila wakati itakuwa hivyo. Kwa sababu gani? Nyumba ni asset ambayo ni illiquidity. Unaweza ukatangaza kuiuza na ikakuchukua miezi 6, wakati mwingine mpaka ukagairi kuiuza. Huwezi ukaitani into cash kwa urahisi. Kwa hiyo kuna maeneo sokoni ambayo yana liquidity za kutosha, yana uwezo wa biashara kuweza kufanyika kiurahisi kutosha. Bidhaa ambazo ni liquidity, asset ambazo ni liquidity ni zile ambazo mara nyingi za bei rahisi, ila kuna bidhaa zingine inabidi mnunuzi aende benki kwanza eza akachukue mkopo au akachukue hela iliyokuwa inahitaji malipo ambayo sio ya kwenye wallet. Sidhani kama kuna wallet inaweza ikabeba hata milioni 50. Hela zipo. Daudi alikuwaga na wallet lake hilo. Okay. Maana yangu ni nini hapa? Kwamba kila oda inayoingia sokoni lazima iwe paired na oda kinyume chake. Tuseme dila anataka kuseli, atahitaji apate buyers. Dila anataka kubai, atahitaji apate sellers. Kwa hiyo regardless kwamba price inataka market maker, nitumie neno market maker, anataka price labda ama market maker ama tuseme dila ana oda za buy, itabidi hili eneo aweze kupata sellers ambao wako willing. Maana yake atatafuta liquidity. Liquidity ni concept kubwa, siwezi nikaiongea kama kisehemu tu hiki hapa, ila naianzisha tu kiunani, lakini ina mada yake. Najaribu tu kukunani hapa kukuonesha tu kwamba ili tuweze kuichukua kipengele ketu haka ka pressure, ila nataka nikaunganishie uhalisia kwamba oda market ina pressure ya kubai. Tunaweza tukaona price ilianza kwa kushuka kwanza, tukaona down retracement hii hapa temporary
temporarily price inaenda against trendi kuu ambayo ni bullish uptrend. Haimaanishi reversal imetokea, ila inamaanisha kabisa kwamba, inaweza kabisa ikamaanisha kwamba ilikuwa inatafutwa bei nzuri ya kuingilia, ama alikuwa anatafuta kufanya pairing. Buying pressure ilikuwa inataka kuungana vizuri na selling pressure, alafu sasa ikaja ikatawala buying pressure. Lakini sasa sokoni, ili upate uelekeo ambao utauamini kuweza kuriski pesa yako, ni ule uelekeo wenye presha kubwa. Uelekeo wenye presha kubwa, nimesema tunaupima kupitia follow through. Kendo ilifungia hapa, kendo hii ilifungia hapa. Kendo iliyofuata haikuwa na muda wa kwenda chini, labda mpaka hata katikati ya kendo hii. Ilianzia hapa, ikashuka kidogo, ikapanda. Maana yake ilifollow hii direction. Inakuja hii hapa, kuna nyingine utaikuta haina hata shadow kwa chini, na juu inafunga bila hata shadow, kwamba ianze juu kisha inarudi chini kwanza. Maana yake kwako wewe sasa, ambaye ni mtaalamu, ni lugha nzuri sana ambayo soko linakupa, kwamba hii direction price ina follow through. Kendo zinaonyesha follow through ya hiyo direction. Hakuna kupingana pingana, kwamba inaanza kendo inayofuata inarudi mpaka huku kwanza, kisha inatuachia shadow ndio inaenda huku. Maana yake inaonyesha kitu ilichoita nani, sijui mlisema pressure ni mgandamizo. Inaonyesha kuna mgandamizo kwenda chini, kuna nguvu mgandamizo sijui kwenda chini, kisha ndipo inakuja. Kwa hiyo bato ni kubwa, kwamba sellers nao hawapo kinyonge. Lakini sisi tunapima direction ambayo tutaiamini kwamba pia kupitia nini, agents. Wana agents kiasi gani buyers? Ili nilikwambia they are smart monies, sio street money. Smart money nilikwambia sifa yao pia wanaingiliaga bei nzuri. Baya akitaka kuingia hataki bei ya kuifukuzia kule juu, anataka kwanza price irudi kwenye discount. Price ikisharudi kwenye discount zone ndipo anabai. Lakini kukiwa na pressure, unaikosa hiyo tabia ya kusubiri bei nzuri kwanza ya kubai. Pasco Pasco, ukiwasha tu maiki unaongea, najua ni swali, sio nawasha maiki ili kunivuruga. Sasa nikiwa kama nachola hivi, nahitaji ka concentration. Ni makonsepti magumu kuyaelewa, kila kuyaeleza. Kwa hiyo yanahitaji usimtoe hata kidogo, yani pale Roho wa Bwana wa kufundisha anapokuwa amenijalia, amenishukia usimtoe. Ukinitoa tu kidogo, naanza upya. Bahati mbaya ukifundishwa na mwalimu ambaye anajua vitu vingi, naweza nisianzie hapo, nikaanzia mbele tena zaidi. Kweli. Umeona? Kwa hiyo yani nahitaji kufocus kwamba niweze kukitoa tu kitu ambacho kinakupa kwenye mtiririko ule ule. Ukinitoa tu kidogo, naanza upya. Ndio maana concept nzuri waga siziongei dakika moja kibaki kipindi, kwa sababu najua kabisa kikikata kipindi kinachofuata sitaendelea pale nilipoishia, tutaanzia kwingine. Kwa hiyo inawezekana ningeendelea, ingeweza kuwa msaada zaidi kwako. Ndio maana napendaga ka utulivu kidogo,
nikianza kunani, nikianza kuelezea concept nilikuwa hapa follow through hapa kwamba unahitaji kuweza kuona sasa, je, buyers walikuwa wako relaxed kutafuta bei nzuri ama walikuwa na pressure ya hiyo direction? Ikitokea pressure, maana yake buyer hahitaji hata bei nzuri, anachofocus ni kubai tu. Anabai sasa kwa nini? Kwa mwongozo gani? Hapo sasa inakuwa sio logical tena, inakuwa ni kitu kinaitwa FOMO, fear of missing out, kwamba nikikaa nikafikiria tu kidogo kwamba nisubiri bei nzuri, ngoma nitaiona iko juu. Kwa hiyo inaanza tu, ameshaingiza lioda lake la bai. Kendo inayofuata unaona zina follow through ya direction, retracement zinakuwa ni ndogo ndogo sana, shadows huku chini utaziona ndogo ndogo sana. Ujue kwamba hiyo direction ina pressure ya kutosha, ina backup ya pressure ya kutosha. Na sisi tulisema kwamba sisi oda zetu kama retailers hazi create hizo pressure. Kwa hiyo tunapaswa kufata direction ambayo participant wake wana pressure, hawasubiri bei nzuri. Mnadau mwingine anasema bei 3,400 gold, 3,401, mwingine kashapandilia pale pale, asubiri kwamba ngoja niache kwanza ishuke shuke. Anaona kwamba hiyo 3,400 inafaa, anaingia. Ili price iweze kupanda, lazima pawepo na willing participant ambaye pawepo na participant ambaye anaamini price pale itapanda kuliko hapo ilipo, kwa sababu ili uweze kubai to make profit ni pale price itakapokuwa iko juu kuliko bei uliyoingilia. Kwa hiyo sasa, ukiamini kwamba bei inaendelea kupanda, maana yake utaikubali bei iliyopo sasa, kwa sababu unajua kwamba nitatoka kwa bei nzuri. Kwa hiyo pressure inapokuwepo, tunapata hii behavior ambayo inaitwa fear of missing out. Yes, kuanzishe na hayo yana kipengele chake cha mbele, ila nataka tu nikuinue kidogo, nikueleveti kidogo kutoka hapa ili tupande kidogo. Na bahati nzuri kwenye hii mada ya moduli ya pili ya pressure, nachotaka ujifunze kutambua tu uwepo wake, ila nafikiri ni moduli ya 7 tutarudi tena kwenye pressure katika mfumo ambao ni advanced tena zaidi juu ya hiki hapa. Hapa nakupa introduction tu, kwa hiyo siwori sana. Kwa hiyo ni introduction, lakini nakupa na vitu vya msingi zaidi vya kuondoka navyo. Kwa hiyo follow through inaonekana kupitia kendo zinavyojipanga, haziko antagonistic, hazipingani kivile. Buy, hakuna zile retracement za nguvu katika hiyo trendi ama katika hizo kendo. Mniulize swali kwanza mpaka hapo sasa. Haya, Pascal, ulikuwa na washawasha mic ili univuruge uwanja wako hapa. Mwalimu, ni kufikia hapo hivi sina swali. Okay. Daudi, umeelewa? Mwalimu, nilikuwa nimezima mic hapo alafu nikasahau, nikaanza kuongea. Hii follow through na distance continuation na yenyewe iko humo au yenyewe bado haijaelezea? Kimsingi vyote nimevielezea.
ila tunaweza tena nikaanza upya kama utataka. Sasa hii follow through na continuation itakuwa ya Distance ni hizi kwamba nilianza kile kamchoro ka kwanza kabisa, nilionyesha kama ina renji vikendo havina distance zenye mpishano. Tuchukulia hako ndio kalikuwa ka kwanza, alafu baadaye trend ikaanza ambapo kendo zikaacha kurundikana sehemu moja, zikaanza kuonesha ndefu, zinaonekana ndefu. Continuation kwamba kendo zinakuwa za uelekeo ule ule, hazianzi kwa kushuka sana. Nikawa naelezea hivi vishado hivi havianzi kwa kushuka sana, kwamba nikawa nakuchorea kwamba kishado kwenye trendi, kama una monta katika mfumo wa trendi, utaona kishado lazima kulikuwa na pullback. Kwa hiyo pullback zinakuwa ni fupi, sometime hamna hata pullback, tunapata tu continuation. Kwa hiyo unaweza ukaziona kama ni vitu vile vile, kwamba distance, continuation na follow through. Uliza sasa, dadavua swali lako sasa. hapo. Continuation na follow through ndo bado na load hapa. Zitofautisha distance, sawa, hiyo inaeleweka. Yaani mimi kutofautisha follow through na continuation ndo bado na load hapa, kwa lugha tu rahisi kidogo yani. Okay, Pasco umeelewaje? Pasco ndio waga anakuelewesha zaidi wewe. Mwalimu, hapo sina maelekezo mengi kwa sababu ndo concept mpya. Wacha niendelee kusikiliza tu na utakavyojibu. Mbona umetuandaa kama ndio unataka kuelezea sasa? Manga, unasemaje? Au walimu, mimi nimekuelewa vizuri, kwa kuwa hapo uelekezaji wangu unakuwa ni mgumu sana. Mimi nimekuelewa jinsi hapo ulivyoanza na hiyo ni consideration hiyo, umeona ambayo ulisema kwamba kwa jinsi nilivyoona hapo, ulisema kwamba kuna vimistari ambavyo vinaanza vidogo vidogo, halafu ukishakuja kutafuta hiyo follow through kwamba hizo kendo nini ninavyopaa kwamba hivi kuna hivyo vibox hapo hivyo vinani hivyo vibodi hivyo vichola hapo, kwamba umesema kwamba follow through yani inakuwa hapo ikiwa inatembea inakuwa yani sema kuelezea na kwa mimi inanishinda, lakini nimekuelewa upande wangu. Frenki, hebu tumsikilize Frenki. Frenki, unasemaje? Kwa jinsi ambavyo nilivyokuelewa, unarudi kwenye ile concept ya balance na imbalance, kwamba hivi vikendo vidogo vidogo vilikuwa na kuchora chini, maana yake ilikuwa kwenye balance, then ilivyoanza kunyanyuka, maana yake ikapoteza balance, ndio hizi kendo zikaanza kuongezeka ukubwa, ambazo hata miki yake inakuwa ni midogo. Sawa, Frenki kajitengenezea kanuni yake vyote vinajaa kwenye balance na imbalance. Uko sahihi. Kwa hiyo Daudi, ni kutoe wasiwasi, ni kwamba hivi ndio vitu tumeanza kuondoka navyo. Continuation, follow through na distance ni concept kubwa, zote sasa zitakuwa zinajibika, na sitaki kulijibu kwa jibu moja, kwa sababu ndio shauku ya kwako itatakiwa sasa iwepo mwisho wa siku, kwamba siku tunahitimisha ujue kwamba mbona uliongeleaga distance sijui mpaka sasa hivi. Maana yake sasa hivi mimi nataka vitaanza kujibika ndani yako taratibu. Nimekuibulia chanzo cha shauku ya kiuchunguzi, vitu ambavyo utakuwa unavifuatilia kwa sababu ni vitu ambavyo vya msingi. Kwa hiyo isikuanzishe, twende kwanza mbele,
kwa sababu nikakipengele kadogo tu hapa, na nisema kwamba hapa ni utangulizi tu, lakini hii pressure nitaifundisha mara mbili katika moduli mbili. Kwa sasa hivi naileta katika mfumo wa mwanzo. Kwa hiyo mtu yeyote asiori. Ningetaka kingekuwa ni kitu cha kukuazisha, ningesimama hapa hapa, ila sitaki kikuazishe kwa sababu bado kuna vitu yawezekana ukivisikia huko mbele doti zitaungana. Kwa hiyo nimesema hidden principle, pressure huonekana kupitia distance, continuation na follow through, sio kupitia matumaini, sio kupitia bias, sio kupitia prediction. Na tukiweka kwenye application, ninachokitaka ni kwamba kuanzia leo unapofungua chati usijiulize nani anaonekana yuko bullish, sijui, ila ninachokitaka swali ambalo likuazishe ni nani anaweza kuthibitisha pressure kupitia progress. Hapo ndipo analysis inapoanzia. Maana yake unataka kuipima pressure kupitia kutazama progress ya price. Direction inaweza kukudanganya, ila pressure ni vigumu kudanganya, kwa sababu market lazima ionyeshe progress ili pressure ionekane. Bila progress, maana yake pressure eza imebalance ama tunaita ni hidden pressure, inafukuta chini kwa chini, lakini wewe utrade soko linalofukuta, unasubiri kwanza liweze kujiza. Mwisho wa siku utakuja ugundue kitu kimoja ambacho mimi nilikujaga nikakigundua, kwamba hauhitaji kufanya prediction sokoni. Kazi yako sio kutabiri. Kazi yako ni kutafasiri kile kilichotokea na kuamua sasa kukiishi kwa vitendo. Kama kilichotokea unaiona sasa, kilichojidhihirisha ni buying pressure. Ndiyo maana price hatutrade soko likiwa kwenye ranging, likiwa kwenye sideways, likiwa kwenye consolidation. Pale huwa anasema kwamba simama neutral balance, kwa sababu pale imetokea ni nini? Imetokea soko liko neutral, nguvu zimelingana, wamekubaliana, tukitumia lile neno lingine, mnada umekubaliana, hii price ndio inafaa. Kwa hiyo tunasubiri mpaka itokee kile alichokisema Frank, imbalance. Imbalance ndio itakayofichua pressure iko upande gani. Tumebakiza dakika ngapi? Nataka nionyeshe kwenye chati, msije mpaka nafanikiwa kufungua chati tayari tumesha nani, tayari muda umeshaisha. Timekeeper wetu Pasco, bado dakika ngapi? Okay, ndio Mwalimu, ibakia kama dakika 10. Daudi nini? Okay. Unabisha nini? Ni dakika Bila ambazo ndo hizo zimebaki kama 10 kwa sababu mimi si nanili mara nyingi watu tunamaliza na dakika 10. Sasa hivi na dakika ngapi? Dakika 5. Nilikuwa nimeashika kwangu. Kwa hiyo bado dakika ngapi? Hesabu za kujumlisha tuanze kufundisha nao. Hata iweza pressure kweli wewe. Yaani 10 toa 5 ni 10 kweli.
Okay, sawa. Ngoja tujaribu kwenda. Tuna dakika 5. Ngoja tujaribu kama sikumbuki kama nilikuwa nimeifunga.